Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, ambapo hapa tunazidi kujuzana yale ambayo yanajiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo leo hii unakwenda kufanyika mkutano mkubwa kabisa ambao unakwenda kuidhinisha rasmi yale makubaliano ya kusitisha mapigano baina ya Israel pamoja na Hamas ambao unafanyika nchini Misri. Rais wa Marekani na rais wa Misri wanakuwa viongozi ambao wanakwenda kuongoza mkutano huo ambao utahudhuriwa zaidi ya nchi 20 duniani, yani mataifa 20 duniani yanahudhuria mkutano huo. Sasa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amethibitishwa kuwa miongoni mwa viongozi watakaohudhuria mkutano wa kimataifa wa amani utakaofanyika nchini Misri hapo baadaye, kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya Rais Abdel Fattah el-Sisi, rais wa Misri. Mkutano huo unaojulikana kama Gaza Peace Summit 2025 unatarajiwa kufanyika leo tarehe 13 Oktoba katika mji wa Sharm el-Sheikh na utaongozwa kwa pamoja na rais wa Marekani Donald Trump na mwenyeji wake rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi. Awali ilidhaniwa kuwa Netanyahu hangeshiriki, lakini baada ya mazungumzo ya simu kati yake Trump na el-Sisi, uamuzi wa kushiriki ulifikiwa ili kuonyesha dhamira ya Israel katika mchakato wa amani. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo mbalimbali vya habari, zaidi ya viongozi wa mataifa 20 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo, wakiwemo rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas pamoja na wawakilishi wa Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kundi la Hamas limetangaza rasmi kwamba halitahudhuria mkutano huo, likiutaja kama mchezo wa kisiasa wa mataifa makubwa. Nchi ya Iran pia imekataa kushiriki, ikieleza kuwa haina imani na mpango utakaoongozwa na Marekani na washirika wake. Mkutano huu unakuja baada ya hatua muhimu ya awali ambapo Israel na Hamas walikubaliana kusimamisha mapigano na kuachiana mateka, hatua iliyoleta matumaini mapya ya kupatikana kwa amani ya kudumu katika ukanda wa Gaza. Kulingana na makubaliano hayo, mateka 20 wa Israel walio hai wameachiliwa na Hamas, huku Israel ikiahidi kuwaachia wafungwa wa Kipalestina wapatao 2000 kama sehemu ya mpango wa kubadilishanaji. Mkutano wa Misri unalenga kusainisha rasmi makubaliano hayo na kuweka misingi ya hatua za kisiasa, kiusalama na kibinadamu za baada ya vita. Miongoni mwa masuala makubwa yatakayojadiliwa ni mustakabali wa usimamizi wa Gaza baada ya mapigano, uwezekano wa kuundwa kwa kikosi cha kimataifa cha kulinda amani na jinsi ya kuhakikisha misaada ya kibinadamu inaingia bila vikwazo. Aidha, viongozi wanatarajiwa kujadili namna ya kuanzisha upya mazungumzo ya kisiasa kati ya Israel na mamlaka ya Palestina pamoja na hatua za muda mrefu za kuzuia kurejea kwa vita. Wakati huo huo, wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema mkutano huu ni jaribio la Trump kuonyesha uwezo wake wa kidiplomasia na kurejesha ushawishi wa Marekani katika Mashariki ya Kati baada ya vita virefu vilivyotikisa eneo hilo. Mtazamaji, nitakuletea update zote zinazojiri katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Cha msingi tu usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.